Nimepoa ndugu yangu, hali si nzuri. Kwa nini? Hali mbaya. Tunaendelea kuwa na masikitiko makubwa sana juu ya kile ambacho umekisikia kimetokea. Sio kitu kizuri sana. Sasa kwa upande wako tumeona mambo mengi yanaendelea kipindi hichi, lakini kubwa tunaona kama mashabiki wa Yanga baadhi mnalalamika kuhusiana na pesa ambayo ile mlicheza mechi ya kirafiki ya mashabiki wa Simba na wa Yanga. Tunaona mashabiki mnalalamika kama mmepigwa hivi, kuna hela ambayo itakiwa mpate lakini kama imepelea kwa upande wako. Unazungumza? Ni kweli tunalalamika na tunaendelea kulalamika na tutaendelea kutoa maoni na kuendelea kuomba kwa viongozi ambao wanaweza kutusaidia katika hili. Sisi awali kabisa kwanza niwapongeze viongozi wa Tanzania Influencers, kikundi cha kusapoti timu yetu ya taifa. Baada ya kuona kuna mtu ambaye hayuko sahihi, baada ya kuwa amewafanyia dhuluma mashabiki wa upande wa Dar es Salaam Young Africans, viongozi wa Tanzania Influencers wakiwa chini ya mwenyekiti Dr. Mohamed wamemuondoa haraka iwezekanavyo. Ni baada ya kupata taarifa kile kilichotolewa na viongozi wa ngazi za juu kwa ajili ya kutusapoti sisi kwenye mchezo wetu wa dabi ya mashabiki. Baada ya kuona kwamba amekigawa ndivyo sivyo, hatua ya awali baada ya kujiridhisha wamemuondoa moja kwa moja kwenye kikundi hicho. Kwa hiyo hayupo. Umeona, kitu ambacho kimetupa faraja kwa kiasi fulani. Lakini jambo lingine ni kwamba sisi mechi iliandaliwa. Baada ya kuandaliwa tukawaomba wasemaji wakatusaidia wakaliweka sawa. Ikapata promo ya kutosha mechi ya mashabiki wa Simba na Yanga. Tukaingia mazoezini, ilikuwa ni siku ya Jumamosi nafikiri. Tuliingia mazoezini katika uwanja wa Msimbazi Center. Pale tumefanya kwa muda mfupi, msemaji wetu Ali Shabani Kamwe akapiga simu turudi twende Kinesi ilikokuwa Simba kule. Tukafika pale Kinesi tukajoin mazoezi na watu wa Simba. Walianza wao, walivyomaliza walitoka, tukaingia sisi. Wakati tunapasha misuli moto tulikuwa tuna makundi matatu, yani kwa maana ya timu tatu. 11 mara 3 ina maana unapata 33. Timu ya watu 33 ikapasha, sababu tulivyokuwa tunacheza timu tatu, ukifungwa goli unatoka na ingia mtu mwingine, ukifungwa unatoka, hivyo tunabadilishana. Kwa hiyo tulienda kwa staili hiyo. Mwisho wa siku tunashukuru Mungu tukamaliza mazoezi salama. Nje kulikuwa kuna watu takriban kama 12 hivi, si umeelewa? 12 ina maana ya kwamba una takriban watu 45, si ndio? Basi tukawa tunaendeleza na mazoezi yetu yale pale. Baada ya hapo tulivyomaliza mazoezi tukakaa pembeni, tukaanza kumsikiliza kiongozi wetu Ali Shabani Kamwe. Akawa anatueleza namna ya kuiendea mechi, mipango jinsi ilivyo. Tukawa tumepata mgeni, rais wa Dar City, akawa amekuja katika eneo lile. Akatupongeza kwa mazoezi mazuri na kututaka tupambane mchezo wa kesho tushinde, na akatoa ahadi, mkishinda mtawapatia milioni 20. Tukafurahi. Na ili kuwapamotisha sasa hivi naanza na kuwapa milioni 5. Tulifurahi zaidi. Akatoa milioni 5 kesh. Tumshukuru sana kiongozi Nabii Meja. Nabii Meja ile milioni 5 aliigawa vizuri sana. Milioni 4. Ilitoka milioni 5. Baba Yanga akachukua milioni 1. Akasema anakwenda kufuatilia usafiri wa kutuleta sisi KMC. Akaenda kuchukua gari 3 za kutusafirisha sisi kututoa Temeke mpaka KMC. Hiyo milioni 1 anakuambia hela imekwisha. Yaani kuchukua tu hizo gari 3, ambapo sisi tukitoka Makumbusho kwenda Benjamin Mkapa tunatumia 75 kwenda na kurudi kwa kukodi gari. Yeye anatuambia milioni 1, mabasi 3, magari yale ya kawaida maicha yale. Haya hapa magari ya low size, Costa hizi. Anakuambia milioni 1 imekwisha kutoka Temeke mpaka. Kumwambia atupe mlolongo wa hiyo pesa milioni 1 ameitoaje na amefanyaje, ikawa ni kosa. Hiyo ya kwanza. Milioni 4 akakabidhiwa na Bimeja, akawagawia kila mmoja anayeingia ndani, na akamwambia fanya hesabu zako, hapa tunagawana kiasi kadha wa kadha wa kadha, watu wote kawatosha na wote tukarizika. Lakini baada ya mechi Simba sameshinda, Simba anakabidhiwa milioni 20, lakini Alikamwe akaomba kwa ajili ya sisi, nasi tumepambana.
akatuombea bana na sisi tupate, tukapewa na sisi milioni 20. Kakabidhiwa Ali zile pesa. Ali baada ya shughuli zote pale anampigia sasa kiongozi mkuu Nabii Meja kwa upande wa watu wa Yanga. Nabii Meja simu yake haipatikani na kaondoka haraka kaenda hotelini. Kwa sababu chini ya Nabii Meja kuna mtu anaitwa Baba Yanga. Akampigia simu, huyu ni Peter. Akaja kuchukua pesa, akamwambia hizi pesa nenda chukua pesa zote hizi, peleka hotelini, kashirikiane na kiongozi mwenzako Nabii Meja, mgawane hizi pesa muwapatie watu wenye pesa zao. Akamwambia sawa. Wakati huo anachukua pesa, anampelekea Godi, anamkabidhi Godi Yanga pesa aje kutugawia sisi. Hapo ndo msiba ulipoanzia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Godi anakabidhiwa fuko la hela na yule hanaga ubinadamu kwenye hela. Ndio nakwambia hana ubinadamu kwenye hela. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna siku moja michezo tulikutana kwenye jambo la M Harris, unakumbuka? Tumekutana kwenye jambo la M Harris pale Jimkana. Tumeshughulika pale, tumetoa sapoti hapa na pale kumsikiliza rais wetu. Tulikuwa tuna furaha ya hali ya juu baada ya kuteuliwa na FIFA kuwa mjumbe. Baada ya shughuli zote mpigie simu Juma hayo, Edo Kumwembe, wote waliokuwepo pale waulize. Dakika za mwisho Engineer Harris anatuuliza vijana wangu mko wangapi? Godi Yanga anamdanganya Engineer Harris, rais wa Dar es Salaam Africans, wallahi nakwapia. Anamwambia president tuko watu 8. President kwa mapenzi yake na huruma anatupatia nauli, anamwambia Madam Zayana wawekee 400 hao. Anamwambia tuko 8, kumbe tuko 5. Nilikuwa mimi, Kevo, Baraka Yanga, Angel Misana. Ina maana tuko watu 5 na yeye. Nenda kachunguze kwenye lile tukio la M Harris kama utakuta influencer walikuwa wangapi. Tulikuwa 5. Anamdanganya president, anamwambia tuko 8. Kwenye zile pesa alizopewa zile 400, pale hatukupewa nauli, tukaanza kukopana nauli tukaondoka. Akasema nitakutumieni kwenye simu. Mimi nimetumiwa kiasi kidogo 50. Baraka akupewa hata 100 wallahi. Na hapa kamuulize Baraka. Pesa engineer akatoa kwa ajili ya mapenzi yake tupate nauli. Baraka akupewa hata shilingi 100. Sijui Angel Misana kama alipewa. Sijui Kevo kama alipewa. Umeelewa? Baba huyu alivyokuwa na dhuluma huyu. Si umeelewa? Sasa huyu kakabidhiwa fuko la hela, nenda kawagawie watu kule hotelini. Nakwambia hivi, kabla bosi hajaja na fuko la hela, hotelini kumejaa watu hivi, sura ambazo hazijulikani. Sura zingine zimetoka Mbezi huko TTG. Wakaja pale, baba anagawa pesa. Kama Duke Abuya anavyosambaza pasi za mwisho zile. Kila huyu anampa 200,000. Shehe tuna taarifa. Huyu kanunua kiwanja. Paka juzi tu baada ya kuchukua zile hela. Kati yake yeye na huyu mwenzake kuna mmoja kanunua kiwanja Mbande. Taarifa tunazo kwa fedha zetu sisi mashabiki. Amenunua kiwanja Mbande. Sio, umeelewa? Tumesema hatuna mashaka na wewe. Kama utatuletea orodha ya watu, tunasema watu wako 100, lakini sisi 100 hatupo. Tuletee majina ya wale watu wote tuliokuwepo na tumeshiriki. Tuwekee. Huyu kasaini hapa, huyu kasaini hapa. Waliotoa hizi fedha wametoa kwa ajili yetu sisi mashabiki ambao tumeamua kukutana kuonyesha upendo, tukacheze, tufurahi. Unafanya ubadhirifu wa hizi pesa kwa sababu gani? Alafu anakuja huyu mtu Baba Yanga, huyu anajiita Baba Yanga ambaye anaona yeye kaizaa Yanga. Yanga na miaka 90 wao kaizaa. Huyu anakuja anazungumza na anakuwa na mamlaka makubwa ya kuwaondoa watu mpaka kwenye influencer. Wewe Baba Yanga nani? Wewe Baba Yanga hazungumzi mitandaoni. Baba Yanga ukurasa wake una watu 2000. Baba Yanga hakuna kazi yoyote anayoifanya pale Yanga. Wewe nikikuuliza yule Baba Yanga ana kazi gani pale Yanga? Ana ushawishi gani? Anafanya kazi gani? Kama influencer. Influencer unatakiwa uweje? Unatakiwa usapoti timu. Sawa? Usapoti timu kama tunavyofanya sisi. Tunazungumza kupambana na watu wa Simba kwa namna yoyote linavyokuja jambo. Wewe unapambana na nani? Mitandaoni haupo, huongei kokote, hauna lolote Aba Mansura bilugha Arabia. Kokote haupo. Wewe nani? Who are you? Unapata wapi mamlaka ya kutuongoza sisi? Wewe Baba Yanga. Wewe umepata wapi mamlaka ya kutuongoza sisi?
Wale wametengeneza timu ya watu 4 kwenye lile kundi la influencer. Yani wao wanajiona ndio influencer, ni ya kwao. Yani Yanga ni ya kwao, wao wameshika hivi. Walijitengenezea cheni ya watu 4 kiasi kwamba hao watu 4 ndo wao ndo wao, wengine mafisi. Godi Yanga, baba Yanga. Unaona wazazi wao wamekuwa kina Yanga hawa. Si umeelewa? Ndio wanajifanya wao sasa ndio kila kitu pale Yanga. Michezo, Godi amepata kashfa kuwatukana viongozi wa Dar es Salaam Africans. Mimi message ninayo, anaomba radhi. Anaomba msamaha kwa kila alichokifanya baada ya kuwatukana viongozi wa Yanga. Na kuambia viongozi wa Yanga, timu inapopata ushindi bonus wanapewa mpaka mastafu, lakini yeye ambaye anapambana kutwa kucha hajapewa. Tena akatoa tusi la nguoni kuwatukana. Yule aliyekuwa na chati naye akapeleka ujumbe, Madam Zayana, mmetukanwa, mmevuliwa nguo viongozi wote. Huyu hapa Godi wenu. Si umeelewa? Madam akaangalia ule ujumbe, akasikitika, alilia sana Madam Zayana. Alilia sana. Alex Ngaya akaangalia ule ujumbe, kalia sana. Huyu. Lakini kilichokuja kutokea, akakutwa na hatia hiyo ya kuwatukana viongozi wa Yanga, akaomba msamaha. Si umeelewa? Mimi mpaka meseji zake za yeye kuomba msamaha ninazo. Mpaka sasa hivi baada ya kuomba msamaha akaondolewa kwenye kundi, kawekwa pembeni kwa muda wa miezi hiyo. Alafu yeye anakuambia yupo kwa ajili ya maslahi ya Yanga. Maslahi ya Yanga kuwatukana viongozi? Maslahi ya Yanga kinachopatikana ukawadhulumu wenzio? Tumewaomba TAKUKURU aingilie kati pesa, aonyeshe sura za hao watu waliowagawia pesa. Sisi kwa sababu tulikuwa pamoja wote tunajuana, tuwaone, kwa sababu taarifa za wewe kwenda kununua viwanja tunazo, kutumia pesa zetu. Tunaomba turudishie pesa zetu. Hii fedha imetolewa kwa ajili ya watu waliopambana, watu ambao wamekwenda kambini wamelala. Maskini ya Mungu wamejitahidi kutuweka pamoja, viongozi wa serikali wametusapoti. Tunashukuru, tunawapongeza kwa kuona umoja huu. Hawa vijana ni wapambanaji, watatusaidia katika kusapoti timu yetu ya taifa. Umeona hata mechi ya timu ya taifa tumeenda kukaa kwa pamoja Magomeni, tumeangalia mpira vizuri. Anajitokeza mtu mmoja ambaye hanaga ubinadamu kwenye swala la fedha, anatudhulumu. Michezo ndio maana nimekuambia tukutane siku ya Jumamosi kwenye Albadiri. Sijawahi kushindwa hata siku moja, nimezaliwa kushinda. I'm telling you. Nimezaliwa kushinda, sijazaliwa kushindwa. Kizinga unaenda kusoma Albadiri baada ya kudhulumiwa yangu. Shehe, hujawahi kuniona mimi nikiwa nasoma Nunu Al-Karam. Hujawahi kuniona nikiwa nasoma kunuti. Njoo siku ya Jumamosi ushuhudie kunuti ninavyoisoma. Mimi nakwambia watakuja tu wenyewe. Unachokifanya chochote mimi ninakijua, njia zako zote. Huwezi kuchukua fedha zetu ukaenda bichi kwenda kutanua huko. Wamekwenda kusambaza nyama, hujaona huko? Siku ya jana hujaona? Nyama hivi. Yaani kama wapo kwa shishi. Birthday ya mwamba mmoja huyo hapo anajiita Baba Yanga, ambaye mitandaoni hayupo, hana ushawishi wowote wa timu yetu. Alafu yeye tu ndo anakuja kuwa kiongozi. Wewe ukamuongoze nani? Hivi huyu Baba Yanga ni bora kuliko Frank Yanga? Baba Yanga ni bora kuliko Sekeli? Sekeli akiongea kwenye group la Yanga influencer, ugomvi. Sekeli huna adabu, Sekeli nakupa onyo. Wewe na Sekeli nani ambaye ana influence na Yanga? Nani ambaye amepambana muda mrefu? Sekeli amepambana toka miaka hiyo. Frank Yanga, Daudi Yanga, Jimmy Kindoki, Kalo, hao ni watu ambao wa muda mrefu, wakina Nasoro, wakina nani. Wewe unaenda kutoa watu kama vile timu ni yako. Shehe, tumekutana kwa ajili ya kuisupport Yanga. Hii Yanga ni ya kwetu sisi, lazima tuipambanie. Umemwona Engineer Harris alichokifanya? Harris alichokifanya ni kuhakikisha tunavaa full track suit kwenye mechi yetu ile ya mashabiki. Ilikuwa ni simu moja, baba watu Allah mfanyie wepesi. Anapiga simu, chukueni track suit. Nataka kuwaona vijana wangu wanavaa kama wakina Shabalala, wakina Pakome. Tunaingia KMC, tunakagua uwanja tukiwa tuko full track suit. Tumepewa t-shirt hizi hapo unayoona nimevaa ya mazoezi. Tunaingia tunapasha misuli moto. Tunatoka hapo tunaingia ndani tunavaa uzi wa njano. Si umeelewa? Tunaingia kupiga mechi. Simba walivaa jezi ngapi?
moja, lakini sisi piga kuonyesha uwanja baadaye ya mazoezi na mechi, alafu anajitokeza mtu mmoja anafanya dhuluma. Unafanya dhuluma. Mwenyezi Mungu kasema katika dhuluma hapendi na haijawahi kumpendeza. Wallahi nakwapia, mimi nimesema Godi Yanga na baba Yanga wakileta mkeka wa majina ya watu wote waliochukua fedha na sura zao tukaziona hivi, wallahi mimi nitaomba msamaha hapa na Mbagara natembea, nitagaragara mpaka kwake, takwenda kuomba msamaha. Unamwambia mtu alafu anakuja na kutolea kashfa, anakwambia mwambie huyu anayelalamika aje kwangu auze mikate. Yani mimi niende kwake nikauze mikate, ikiwa anachojua mimi ile mikate anayeuza ni mradi wa mwanamke. Huuli mpaka mwanamke akuagize uende ukauze mikate, alafu na mimi niende nikashiriki hivyo. Mimi na familia yangu, mimi nimepanga na kwangu, naishi na mke wangu na familia yangu. Mimi siagizwi na mke wangu, naenda kutafuta mwenyewe mikate. Mradi wako ili uonekane mwanaume kweli, pambana, usifanye dhuluma kwa ajili ya wenzio. Tuko tayari kupambana mpaka jasho letu litapatikana. Ikitokea neema na riziki, labda maybe Harris ameona vijana wake wamepambana, japo hawape sabuni, mwamba anapiga. Shemi nakwambia hivi, kwenye tamasha la Yanga ya siku ya mwananchi, Yanga Day, viongozi wanatuamini, wanatupa majukumu. Uzeni tiketi, tunauza tiketi afu tunapiga full house. Engineer Harris anafurahi, anasema na waahidi zawadi. Kabla ya hapo kuna bonus inatoka kila siku kwa ajili ya kazi za sisi kukaa juani kuuza tiketi. 15,000 kila siku. Inakuja kutoka 90,000 kwa kila mtu ambaye ameshiriki kufanyaje? Kuuza tiketi. Wallahi inakuwa pia Mungu shahidi. Mtafute Baraka, muulize Baraka, wewe umeuza tiketi, amepangiwa Baraka na Kizinga Makumbusho pamoja na Suda Yanga. Kamuulize Baraka, Godi amekutumia fedha? Godi anapewa hela, kampe Baraka, kampe Kizinga, kampe na Suda. Napewa mimi 90,000. Anapewa Suda Yanga 90,000. Baraka ananyimwa, wallahi Baraka ananyimwa hela. Baraka kazurumiwa sana na Godi hela. Pado MC msanii wa Yanga ameshiriki mpaka amekimbizwa Mbagala kule kwa ajili ya kuuza tiketi. Wamepigwa kule wakatolewa na mwamvuli. Pesa napewa Godi, kampe Pado. Godi anakula hela. Tafuta watu wote, mtafute Baraka, muulize Baraka, Yanga umepokea hela kutoka kwa Godi? Pesa ambazo ulipewa za Yanga za kuuza tiketi? Akikwambia mimi nalipa ile hela, Baraka akikwambia nimepokea ile hela, mimi nairudisha. Uone mtu huyu, baba huyu alivyokuwa sio muungwana kwenye pesa. Yaani kwenye hela. She. Tafuta mwanamke mzuri, huru laini kama mwanamke wa peponi, mtenge hapo. Alafu tenga na fuko la hela hapa. Mwambie Godi chagua. Anapita na fuko la hela yule. Sasa Captain, tunamaliza vipi? Maana umeongea mengi sana kwa uchungu. Unamaliza vipi? Namna kumaliza, sisi tunavuta subira. Inna Allaha maswabirina. Tuko na subira kwa ajili ya kumsubiri Engineer Harris. Akirudi huyu Godi atatupa hela zetu. Ni mawili, turudishie pesa au tupe mchanganuo wa hiyo pesa. Sababu baada ya kuuliza tu kwamba hii pesa ikoje, tukaliwa kichwa kwenye group la influencer. Huyu baba Yanga ambaye hana influence yoyote kwenye timu. Yaani ni mtu ambaye yupo tu. Haumuoni mtandaoni. Hana ushawishi wa aina yoyote. Eti yeye ndo mwenye mamlaka ya kuwaondoa watu. Eti yeye anamuondoa Frank Yanga kwenye grupu. Anataka amuondoe Sekeli. Yaani anajikuta yeye Yanga ni yake kwa sababu anaitwa baba Yanga na sijui alizaa lini Yanga. Umeona bwana? Kitu ambacho kinakuwa sio kweli. Wameshiriki kuwaondoa watu wengi sana kwenye grupu la Yanga influencer. Watu ambao walikuwa na support timu. Leo hii wako ma influencer pale Yanga. Kwenye grupu limepoa, haliongei kitu chochote. Wako wana hofu kutoa kauli yao kuongea. Ikiwa sisi watu watano, mimi Nasoro Yanga, Machiri, sina ni mwingine, tumehoji tu, jamani, hii pesa mmeigawa kwenye mlolongo upi? Tupe basi mlolongo. Majina yaliyosaini kuchukua hii fedha ni majina kadhaa. Sisi hatuna shaka, hata kama umeamua kugawa usawa, wote tupate sawa, hatuna mashaka katika hilo, lakini tupe mlolongo. Umetuchukulia mabasi ya 100,000 Temeke
matatu ,300,000 yametuleta KMC. Milioni imeisha. Umetuchukulia Kigoma cha 100,000 umetupelekea KMC 400,000. 600,000 ziko wapi? Anaulizwa, anasema walikuwa wanapigiana simu viongozi wa upande wa huku na wa huku, wanaulizana, bana wewe umegema bei gani? Mmoja nasikia anamwambia mimi takriban milioni 3,500,000, mwingine mimi milioni 3,600,000. Umeelewa? Mbande kiwanja upate. Mtu hajaenda bichi kule kufanya sherehe kujaza watu na minyama ko. Sasa hicho kiwanja tunakifuatilia na tutakijua. Kiwanja kilichonunuliwa kwa sababu ya fedha za wanayanga, mashabiki wa Yanga waliokuwa wanalia, waliokuwa wanapambana usiku hatujalala kwa sababu ya mechi ya kumshughulikia Simba. Afu wewe uje uchukue kirahisi. Sio kweli. Sio kweli. Nimemwambia sijazaliwa kushindwa, nimezaliwa kushinda. Hii fedha kama asiponiletea majina ya watu wote nikawaona hivi, mimi huyu ni naye mpaka nipe hela zangu. Sawa. Bado nashukuru sana kaka. Haya, asante sana ndugu.